Ama miongoni mwa sababu, ndugu zangu Waislamu, za kuwafanya watoto pia wawe ni wema, alqudwatul hasana. Wazazi wawili wanatakiwa wao ndio wawe kiigizo kilichokuwa kizuri kwa watoto wao. Siku moja masahaba ridwanullahi alaihim walikwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, wakaenda wakamuuliza mke wake Bi Aisha radhiallahu anha kwamba tabia za Mtume zilikuwa vipi, hebu tuelezee tabia za Mtume alayhi salatu wassalam. Bi Aisha aliwajibu akiwaambia, kana khuluquhu alquran, tabia za Mtume wetu zilikuwa ni Qur'an. Soma Qur'an, utakayoyakuta yote yaliyoamrishwa, yote yaliyokatazwa kwa ujumla wake, hizo ndo zilikuwa tabia za Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa nini asiwe ni kiigizo kilichokuwa ni bora kwa umma wake? Kwa sababu alijipamba na tabia zilizokuwa ni nzuri. Fatiflu ayuha alkiram, mtoto ndugu zangu Waislamu, yataallamu bima yarahu akthara mimma yasma'u, huwa anajifunza kwa yale ambayo anayatazama zaidi kuliko yale anayoyasikiliza. Anatazama wazazi wake, anatazama wenzake, anatazama wakubwa wake wanafanya nini, kisha yeye anaiga kutokana na wale yapi wanayoyafanya. Kwa hivyo wewe mzazi unatakiwa uwe ni kiigizo kilichokuwa kizuri kwa mtoto wako, ili uandae kizazi ambacho ni bora, mtoto ambaye atakuja kukusomea dua pale utakapofariki au utakapoondoka katika maisha haya ya dunia. Na hapa ndugu zangu Waislamu, wako wazazi ambao kwa masikitiko makubwa wameathirika na tabia zilizokuwa mbaya katika jamii. Mfano wa hizo, uvutaji wa sigara, uvutaji wa bangi, tabia za uzinifu, tabia za kutukana, tabia za kula vitu vya haramu, tabia za kupiga miziki ndani ya nyumba. Hivi wazazi hawa wanadhani watoto wao wanapoona zile tabia lini watakuwa au wataiga tabia zilizokuwa nzuri isipokuwa hizo tabia ambazo ni mbaya? Bila shaka wazazi ndio inakuwa ni sababu ya kuandaa watoto ambao wenye maadili mabaya, kwa sababu wao wamekuwa ni mfano uliokuwa ni mbaya kwa watoto wao. Na mbaya zaidi, utakuta mzazi mathalan ameathirika na uvutaji wa sigara, au ni mlevi, au ana tabia chafu. Yeye ndiye anasimama katika nafasi kubwa kumshawishi hata mtoto wake kufanya tabia kama hizo. Utakuta mzazi anamwagiza mtoto wake, anampa pesa, kaninunulie sigara, kaninunulie pombe, kachomeshe mziki katika stationari fulani. Ajui kwamba yule mtoto anaiga, naye atakuja kufika hatua atayafanya kama aliyokuwa anayafanya baba yake. Wakati mwingine anavuta ima sigara mbele ya watu au mbele ya watoto wake. La shaka kwamba hata mzazi pia hapendi mtoto wake awe na tabia kama hizo. Basi kwa nini mzazi anafanya mbele ya mtoto wake? Na Uislamu umekataza suala zima na umekemea suala zima la mtu kudhihirisha maasi. Hakuna mkamilifu, kila mtu na makosa yake. Lakini ikifika hatua mtu akawa anafanya madhambi au maasi ya mbele za watu, hakika huyu anakuwa anapata madhambi yaliyokuwa makubwa zaidi, kwa sababu anausambaza ule uchafu. Na Mtume alayhi salatu wassalam anatuelekeza, anasema, yule ambaye atakayefanya jambo ovu, jambo baya, kisha watu wakamuiga yeye, kafanya mbele ya watu, watu wakamuiga, basi kila atakayefanya kwa sababu ya kuiga kutoka kwake, na yeye huyu atachukua uzito wa madhambi sawa na ambao wale wameyafanya yale madhambi. Yani ikiwa mtu amejifunza uvutaji wa sigara kutoka kwa baba yake, na yeye akawarithisha watoto wake na watoto na watoto, kila anayefanya babu dhambi linamrudia. Na hii ni kuonyesha ni ubaya na uzito wa kudhihirisha maasi. Ikiwa mtu anaona yani hasikiki au hasikii, haambiliki kutokana mathalan labda na uvutaji wa sigara au unywaji wa pombe, yani haelewi, basi ukiwa unayafanya hayo machafu, basi kajifiche sehemu, angalia chumba, usiyafanye mbele ya watoto, kiasi cha kwamba ukawaambukiza ile tabia hata watoto au jamii kwa ujumla, jambo ambalo likakupelekea kupata kizazi ambacho ni kibaya, ukapata madhambi yaliyokuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe mzazi, ili upate watoto waliokuwa ni wema, uwe ni mfano uliokuwa ni mzuri kwa watoto wako. Jambo la sita, ayuha almuslimuna ibadallah, la kuwafanya watoto wawe ni wema, arifqu fi tarbiya, uwe na upole katika malezi.
Tusikilize kisa cha huyu sahaba Anas radhiyallahu anhu. Huyu kijana au huyu sahaba radhiyallahu anhu alilelewa katika nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam. Alikuwa ni mtumishi, hakuzaliwa na Mtume, lakini alikuwa ni mtumishi akimsaidia baadhi ya shughuli zake za kijamii na hata zile ambazo alizokuwa anazihitajia Mtume alayhi salatu wassalam. Baada ya kukua, huyu mtoto anakuja kusimulia namna gani aliishi na Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema, khadamtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, nilimtumikia Mtume alayhi salatu wassalam kwa muda wa umri wa miaka 10. Fawallahi ma qala li uffin qat wala qala li shay'in lima fa'alta kadha wa halla fa'alta kadha. Yani anaeleza akisimulia hii miaka 10 alivyoishi na Mtume alayhi salatu wassalam, kwamba hata siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuwahi kumkaripia huyu Anas. Allahu akbar! Angalia namna Mtume alayhi salatu wassalam alivyojipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Yani kipindi cha miaka 10 yote hakuwahi hata siku moja kumkaripia yule ambaye alikuwa ni mtoto, ambaye alikuwa akimhudumia. Si kwamba alikuwa amuelekezi, alikuwa anamuelekeza anapokosea, lakini katika namna ambayo ni nzuri na si ya kukaripia. Lakini leo sisi tumeenda mbali, si tu kukaripia watoto, bali tunawaadhibu watoto adhabu ambazo ni za mateso. Utakuta mzazi ndani kwake ametundika waya ya umeme, tena ile waya kubwa ya kupokelea moto kutoka kwenye nguzo kubwa kule, ndo ameitundika pale. Ati mtoto anapokosea ndio anaadhibiwa na ile waya. Wengine wameenda mbali zaidi, wanatafuta kamba, wanawafunga watoto, kisha wanawapiga kipigo ambacho hakina mfano. Wengine wanawachoma na mafuta, wengine wanatumia silaha, visu. A'udhu billah. Hizi tabia tunazitoa wapi Waislamu? Hivi huyu mtoto akiwa anakuwa, unadhani kuna siku atakuja kukukumbuka akuombee dua wewe mzazi? Anas, angalia, ametoka katika nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam, lakini anamtaja kwa mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume alimlea katika mazingira yaliyokuwa mazuri, alikuwa akimuelekeza kwa namna ambayo ni nzuri. Huyu ambaye anamtesa mtoto wake, huyu mtoto atakuja kuwa ni mwema? Bali leo tunaona athari ambayo ni mbaya. Watoto wanakimbia katika familia zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu baba amekuwa ni mkali, anatoa mateso, anasahau ya kwamba hakuna ambaye ni mkamilifu. Ndugu zangu Waislamu, watoto wanapokosea, basi tutumie namna nzuri ya kuwaelekeza. Si kila adhabu mtoto anatakiwa kupigwa fimbo. Siku moja kuna sahaba ambaye anaitwa Muawiya ibn al-Hakam radhiyallahu anhu. Huyu sahaba alikuwa na kijakazi wa kike, binti ambaye alikuwa anamchungia kondoo. Siku moja yule binti kaenda kuchunga kondoo, basi kondoo mmoja akawa ameliwa na wanyama wale wanaowinda. Yule bwana au huyu sahaba alipofika pale akagundua hilo, akapandwa na hasira, akajikuta amempiga kofi yule mtoto wa kike. Mashtaka yalipofika kwa Mtume alayhi salatu wassalam, huyu sahaba anasimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoniita kwa hili tukio la kumpiga mtoto. Anasimulia, anasema, fa'adhama dhalika alay, jambo hilo Mtume alayhi salam alilifanya lilikuwa ni kubwa. Alimlaumu huyu sahaba, kwa nini umempiga mtoto? Ulimuelekeza, labda ulikuwa na sababu ya kumuuliza, labda pengine kwa nini mnyama amechukuliwa. Kwa nini moja kwa moja uende kumwadhibu na kumpiga mtoto tena wa kike? Huyu alimpiga kofi. Vipi leo lau Mtume alayhi salatu wasalam angeona sisi tunavyoamiliana na watoto wetu, namna tunavyowatesa watoto wetu? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hatusemi watoto wasiadhibiwe, watoto waadhibiwe pale inapohitajika, lakini pamoja na kuzingatia umri wao na aina ya adhabu ambayo tunayowaadhibu. Lakini kupiga kama kupiga isiwe ni jambo la kwanza moja kwa moja. Mkaripie, muelekeze kwa namna ambayo ni nzuri. Akirudia muelekeze. Yani ikifika hatua unamwadhibu kwa kiboko, basi tayari kuna hatua tayari zimeshapita kumuelekeza yule mtoto. Kwa hivyo al-iqab akhiru hal, yani swala zima la adhabu hiyo ni hatua ya mwisho ya kuja kumwadhibu mtoto baada ya kuwa sasa haeleweki.
lakini pamoja na kuchunga pia mtoto unamwadhibu adhabu ambayo ni gani? Kwa sababu lau ukachupa mipaka ewe mzazi katika kumwadhibu mtoto, utamfanya mtoto akuchukie, utamfanya mtoto akukimbie, jambo ambalo litakwenda kuzalisha mtoto ambaye hana nidhamu wala hana maadili. Ayuha almuslimuna ibadallah, nikiwa katika nukta hii ya kwamba tuwe na upole katika malezi, pia tunakwambia ewe mzazi ambaye tayari mtoto wako labda ameathirika na tabia ambazo ni mbaya katika jamii. Wako ambao wameathirika na tabia za uvutaji bangi na tabia nyinginezo mbaya. Wako wazazi ambao huwa inafika hatua wanawafukuza watoto wao. Mathalani mtoto wa kike amepata ujauzito, mzazi anamfukuza, anamwambia toka kwangu, nenda huko. Mtoto labda kachelewa kurudi nyumbani, mzazi anapatwa na hasira, anamfukuza, anamwambia kalale huko nje. Je, hii ni tabia ambayo ni ya sawasawa kwa malezi ya watoto? Tunakwambia ewe mzazi, muogope Allah, unachokifanya si cha sawasawa. Hata kama mtoto akikosea, usimkatie tamaa na rahma za Allah, bali wewe kama mzazi fanya jitihada za kuhakikisha mtoto wako unaendelea kumpambania awe na tabia ambazo ni nzuri. Fikiria huyu binti ambaye amepewa ujauzito, unapomfukuza aende kule, wakati mwingine yule mwanamume kamkimbia na yeye, unafikiri anakwenda kufanya kazi gani? Uoni tayari umemfungulia mlango ambao utakuwa ni mbaya zaidi kuliko tukio alilolifanya la kwanza. Tunakwambia usifanye hivyo. Hebu tazama kisa cha watu wema waliotangulia. Tazame Nuhu alayhi salam. Angalia mtume huyu wa Mwenyezi Mungu, kawahudumia watu wake, kuwalingania katika kheri takriban muda wa miaka 950. Lakini Allah amekadiria huyu mtume wa Allah, huyu mtoto wake hakuwa ni mwenye maadili mazuri, alikuwa ni muovu. Inafika hatua anaamrishwa Nuh apande katika safina, yeye na wale waliomwamini, ili wanaobakia hawa Allah waadhibu. Angalia katika hatua za mwisho, Nuh alayhi salam hakumkatia tamaa mtoto wake, bali alimuita akamwambia tena kwa lugha ambayo ni nyepesi, kwa upole. Fikiria miaka 950, lakini bado mtoto ana tabia mbaya, hamwamini baba yake. Lakini mwishoni Nabiullah anamwambia mtoto wake, ya bunayya, ewe mwanangu, irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin, panda pamoja nasi, niamini mimi. Hakumwacha mtoto wake ateketee, wala hakukubali mtoto wake akaangamie na watu ambao walikuwa na maadili yaliyokuwa mabovu. Huu ni mfano tunaupata hata kwetu sisi, kwamba mtoto wako akiwa amepinda usimkatie tamaa. Ukiona hakuna budi kwamba umtoe katika familia yako, asiwaharibu wale kule unakompeleka, labda umemhamisha mazingira, pia hakikisha wewe kama mzazi unamfuatilia mtoto wako. Toa gharama, fanya jitihada za kumfanya yule mtoto awe ni mwema, lakini usimtelekeze abadan na ukaona kana kwamba yule hakuhusu tena. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu pamoja na watu wenu katika familia zenu kutokana na moto. Usimwache ndugu yangu Muislamu mtoto wako kwa sababu pengine amepinda, ukamtelekeza ukaona kana kwamba kuhusu, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda.